Tunawaombea wagonjwa ili wawe na tumaini kipindi cha maumivu wanayopitia kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Leo katika misa hii, mara baada ya homilia hii, tutawapaka wagonjwa mafuta ya wagonjwa. Mafuta ambayo yatawatia nguvu, yatawapa uponyaji na kuwafanya waendelee katika tumaini kuu kwa Muumba wao. Ndiyo kazi kubwa ya mafuta haya ambayo ni mafuta matakatifu yaliyobarikiwa kwa ajili ya kuwapaka wagonjwa ili yawape nguvu. Sisi ambao tunahudumia wagonjwa katika formal sectors, katika mazingira rasmi, tuendelee kutiana moyo. Tusiwe wepesi wa kukatishana tamaa. Unapomuona mwingine anatenda vema, anahudumia kwa upendo, mtie moyo, usimkatishe tamaa. Mpe mwenzako nafasi ya kujitafutia utakatifu kupitia wagonjwa hawa wanaotujia. Tuendelee sote kuwaombea wagonjwa ili waendelee kupokea maumivu madogo wanayopitia kwa matumaini. Wasipoteze tumaini lao kwa Mungu na kufikiria kwamba Mwenyezi Mungu amewaacha. Mara zote unapomuona mgonjwa yuko mbele yako, ione kama fursa kwako ya kumhudumia Mungu. Tuwahudumie wagonjwa kwa upendo, mara zote tukiwaona kila mgonjwa kama ndugu yetu wa damu. Kazi tuifanyayo ya kuwahudumia wagonjwa ni kazi yenye baraka machoni pa Mungu. Tukiwa na uelewa huo, Mama Kanisa anatukumbusha kuwahudumia wagonjwa kwa upendo mkuu. Ukiona kwamba unamhudumia Mungu kupitia mgonjwa huyu, na ukiamini kwamba kazi hii niifanyao ya kumhudumia mgonjwa, kama nikiitenda vizuri, itanipa baraka na hatimaye nitauona uso wa Mungu.
aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Bwana,